Haya, mtazamaji wangu, ni siku ya kuangazia masuala ya mazingira. Kwanza pia ningependa nijue wewe siku kama ya leo umefanya nini ili kutunza mazingira. Kumbuka wanasema kwamba mazingira ndio chanzo cha kufuzu. Basi wanaharakati wa kutunza mazingira pamoja na wakazi wa Molo wamelalamikia uongozi wa kaunti ya Nakuru kwa kutekeleza mto Molo ambao uko kwenye hali duni na hata kujaa taka kila mahali. Wameiomba serikali ya kaunti ya Nakuru kusafisha mto huo pamoja na kufyeka vichaka ambavyo vimenawiri kwenye mto huo. Habari hizi tunajuzwa na mwandishi wetu wa Molo, Jameson Ndongo. Wanaharakati wa kutunza mazingira pamoja na wakazi wa Molo wameendelea kulalamikia kwa uongozi wa kaunti ya Nakuru, ambapo wanadai kwamba wametelekeza mto Molo kwa kiasi kikubwa. Kwa hapa nichekeshe mtu kwa sababu hali ya anga na tabia nchi imebadilika kabisa. Ukiangalia mto kama huu umewachwa ukiwa naked, hakuna miti, na vile hakuna miti maji na evaporate zaidi. Hata kama watu wamechimba mashimo, haya maji yanatumiwa na wanyama kwa misitu. Wanyama wanahitaji maji, sio tu mwanadamu, kwa sababu mwanadamu amejijengea maisha yake inakuwa ya kufanikiwa, amechimba maji, lakini wanyama hawana kitu ya kunywa, hawana na maji ya kunywa. Kutoka hapa baka kambi ya moto kuna misitu. Wengine wanamwaga hizi machafu hizi kwa maji. Unaona? Sasa sisi hii maji tunaitumia kukunywa. Ingine kufanya hii biashara. Hata ukiangalia pale kuna uchafu mingi sana. Sana. Hii mto na utunza kulingana na uchafu, kero ya uchafu ni mingi sana. Sio watu ati watoto, ni watu wazima ndio wanasababisha haya yote. Wanarusha sana hizi pambasi. Na vitu ya kutoka kwa nyumba kama itakataka tu ya kukatia nyanya, mboka, na vitu vinginevyo tu, hata makaratasi. Nikiripotia NTV mashinani kutoka Molo, kaunti ya Nakuru, jina langu ni Jameson Ndongo.